Shalom, shalom, mwana na urithi wa Mungu Baba katika Kristo Yesu. Mwana wa Mungu, nakukaribisha tena katika kipindi chako pendwa, kipindi cha Singing in the Spirit. Karibu tena mwana wa Mungu, tuendelee kuangalia kipindi hiki ambacho ni matokeo ya unabii uliotanguliwa kunenwa na manabii waliotangulia kuwa wana na ukuhani wa kifalme. Tunatembea katika utukufu wa Roho Mtakatifu na karama zake, kama ambavyo sisi wana wa Mungu tumeenjoy sana na kufurahia neema hii na matokeo ya unabii ambao tumeupokea. Na ukaribisha sana mwana wa Mungu, uendelee tena kuungana pamoja nami katika kipindi kingine tena, tunaposhangilia na tunapomfurahia Roho Mtakatifu na karama zake. Nami siku ya leo nitakuwa na mwendelezo wa somo letu ambalo tumelianza la upendo wa Mungu Baba, jinsi ambavyo ni msingi mkubwa wa mwana wa Mungu kuweza kuenjoy na kufurahia karama zote za Roho Mtakatifu pasipo kuwa na kikwazo chochote kile. Basi leo tutasoma neno kutoka wimbo ulio bora, sura ya 2 mstari wa 4. Neno la Bwana linasema, akanileta mpaka nyumba ya karamu, na bendera yake juu yangu ni mapenzi. Mwana wa Mungu, hiki ni kitabu kilichoandikwa na Mfalme Sulemani. Wakati anaandika kitabu hiki alikuwa amefunuliwa upendo wa Mungu Baba, na akaandika kwenye sura ya 2 mstari wa 4 kwamba akanileta mpaka nyumba ya karamu, na bendera yake juu yangu ni mapenzi. Hapa alikuwa anaongelea upendo wa Mungu Baba kwake baada ya huyu mwana wa Mungu kuwa amefunuliwa upendo wa Mungu Baba kwetu. Na wana wa Mungu, kama ambavyo tumejifunza kwamba Kristo Yesu ni ufunuo wa upendo wa Mungu Baba kwetu wana, sawasawa na Yohana 3 mstari wa 16. Kwa hiyo Mungu Baba ni upendo. Kwa hiyo tunaona anaposema kwamba na bendera yake juu yangu ni mapenzi, anazidi kutuonyesha kwamba kumbe lugha ambayo tunazungumza sisi na Baba yetu ni mapenzi, ni lugha na kama ambavyo tumesema kwamba kunena kwa lugha, it is the love language between lovers. Kwa hata bendera yake juu yangu ni mapenzi, kwamba love is the language we understand in the kingdom of God, because we are born of love and our Father is love. Kwa mwana wa Mungu Baba katika Kristo Yesu, ninapenda tu nikwambie kwamba kama ambavyo tunajua kazi kamilifu ya msalabani ya upendo ya msalabani ni matokeo ya upendo wa Mungu Baba, ndivyo ilivyo kwamba na upendo wa Mungu Baba tuliofunuliwa kupitia Yesu Kristo na kazi ya kamilifu ya msalabani umetuondolea limitations katika kumfurahia Roho Mtakatifu na karama zake. For the more we are revealed the love of God, the more we enjoy the gifts of the Holy Spirit. And the more you get revealed, you get to understand the love of God, the more you get to understand the person of Jesus Christ, and the more you enjoy and celebrate these gifts of the Holy Spirit. Kwa sababu Roho Mtakatifu hasemi kwa habari yake mwenyewe, bali anasema yale yote aliyoyasikia kutoka kwa Baba ametueleza habari zake, and that is the truth of Jesus Christ. So the more you get to understand the love of God, the more you get to know the person of Jesus Christ, and the more you get to enjoy the gifts of the Holy Spirit without putting limit to your Father, but you celebrate, you enjoy these gifts of the Holy Spirit. Na tunajua kwamba Jesus Christ, he reconciled us with God. Anasema kwamba kwenye Waefeso sura ya 2 mstari wa 14 tukisoma, anasema kwamba kwa maana yeye ndiye amani yetu, aliyetufanya sisi sote tuliokuwa wawili kuwa mmoja, akakibomoa kiambaza cha kati kilichotutenga. Kwa Yesu Kristo alikibomoa kiambaza cha kati kilichotutenga. Ndio na maana nakwambia mwana wa Mungu, you don't need to have any limitations before God wakati wa kufurahia hizi karama za Roho Mtakatifu, kwa sababu Yesu Kristo ndiye amani yetu na Mungu, na kwa sababu hiyo Yesu Kristo ameondoa kiambaza cha kati kilichotutenga. Kwa sisi na Mungu, we don't have anything nothing that can separate us from the love of God, kwa sababu Yesu Kristo ameshakiondoa kile kiambaza cha kati kilichotutenga. Kwa mimi na wewe mwana wa Mungu, sasa hivi tuna enjoy karama zote za Roho Mtakatifu kwa sababu tumefunuliwa upendo wa Mungu Baba, kwa sababu Yesu Kristo ni ufunuo wa upendo wa Mungu Baba kwetu sisi wana wa Mungu. Kwa hiyo sasa mwana wa Mungu, ningependa pia nikukumbushe story ya mwana mpotevu. Baada ya kuwa amemuomba baba yake urithi na akakimbia akatapanya zile mali zote,
Lakini tukisoma katika Luka 15 mstari wa 17 unatuonyesha kwamba alipozingatia moyoni. Lakini kwenye Biblia nyingine inasema kwamba alipopata akili. Hem, tuisome kwanza. Luka 15:17 anasema kwamba alipozingatia moyoni mwake alisema, ni watumishi wangapi wa baba yangu wanaokula chakula na kusaza, na mimi hapa ninakufa kwa njaa. Alipozingatia moyoni. Ukisoma kwenye Biblia ya Habari Njema anasema kwamba alipopata akili. Kwa nini? Kwa sababu this is the time huyu mwana alifunuliwa upendo wa Mungu Baba. Kwa baada ya kuwa amefunuliwa upendo wa Mungu Baba akasema, kama Mungu, kama ndani ya familia ya babangu hata servants wanakula na kusaza, what about the son? Akasema I must go back home. Na akarudi nyumbani akakuta baba yake tayari yuko tayari kumpokea, kwa sababu baba siku zote ni upendo, na kama ni upendo basi yeye tayari moyo wake always uko tayari kupokea wewe mwana wa Mungu. Sasa kama huyu mwana mpotevu ilikuwa hivi, what about you mwana wa Mungu ambaye umezaliwa kwa upendo, baba yako ni upendo, how much he loves you mpaka akamtoa Yesu Kristo kwa ajili yako. And the more you get to understand this love of God, how much more you will enjoy of your Father that he has freely given you, and they are revealed to you through the person of the Holy Spirit. Kwa kweli ni raha sana mwana wa Mungu Baba katika Kristo Yesu, na kwa sababu hiyo pia mimi ninao ushuhuda ambao ningependa kushare na wewe mwana wa Mungu, na ni kwa sababu ya we know kwamba the love of God we get to understand it more when it is personal, revealed to you. Kama ilivyo wokovu, it is a personal relationship between you and your Father. You are the son of God, but it is personal relationship kati ya wewe na Mungu. It is what makes us know him deeper. It is also the personal revelation of the love of God ambayo inakufanya wewe kumjua Mungu zaidi. Na ndio maana unapookoka you have entered a personal relationship between your Father. Na ndio maana hata ukiangalia kwenye hii lugha ya kunena kwa lugha, kuimba katika roho, anayenena kwa lugha ananena na Mungu mambo ya siri, ananena mambo ya siri na baba yake. Why ni mambo ya siri na baba yako? Kwa sababu it is personal. It is personal. Kwa hiyo it is personal relationship. Even the love of God you get to know it more personal. Na ndio maana mwana wa Mungu unaona tunatoa pia nafasi kwa wana wa Mungu kuweza kupokea wokovu ili uweze kuijua hii relationship personally between you and your Father, because this is the personal issue between you and your Father, and that's when you get to know him more and more. Mimi ninao ushuhuda wa mimi na baba yangu jinsi ambavyo Bwana alinifunulia upendo wa Mungu Baba, na mimi nimeona hili jambo ni kushirikisha wewe mwana wa Mungu. Kwa hiyo one day the Lord revealed to me his love, na alitumia picha ya dunia, kwa niliona I was revealed the picture of the earth from the core. Tunajua kwamba the earth inside the earth there is the core part of the earth, and then you come upward when you meet the surface, ambapo hapa kwenye surface sisi ndo tunaishi, lakini within the earth kuna core center of the earth, and whereby that core center Bwana alinifunulia kwamba that is the love. Alitumia it is just the picture that God he used to reveal to me his love, na nikapata kuunderstand zaidi, of which nimeona ni vizuri pia kushare na wewe mwana wa Mungu, kama ambavyo nimeichora mahali hapa kwenye kitabu cha My Father's Blessing chapter 2, ambapo nimekuelezea kuhusu the love of God. Nimeelezea kuhusu the love of God, ndipo utakapoona picha hii ambayo ninakuelezea, ninakuonyesha mwana wa Mungu, kwa sababu I want to let you understand what the Lord was speaking to me. Lakini kama pia hujajipatia nakala yako, na kushauri ukajipatie nakala ya kitabu hiki ili uweze kuunderstand na wewe upendo wa Mungu Baba. So Bwana akawa ananifunulia kwamba this core is love, of which God is love, and here the surface place sisi ndio tulipo. Na kwa wale ambao tunajua na tumesoma katika physics, tunajua kwamba katika mduara unaochora, when you point from the center, then the distance from the center to the surface it is always the same, that is the radius. Kwa Bwana akawa ananionyesha kwamba that radius it is the access unto the love by which it is Jesus Christ, ambao ndiye access yetu kwa upendo wa Mungu Baba. Kwa nini? Unapompokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, you get to understand the love
of God. Kwa sisi tuko mahali hapa. Kwa Bwana akawa ananifunulia kwamba the love of God from this core to the surface is the same. Na tukiangalia hii pia tukitoka katika kitabu cha Yohana 15 mstari wa 9, tukisoma katika tafsiri ya TPT inasema kwamba I love each of you with the same love that the Father loves me. You must continually let my love nourish your hearts. Kwamba Yesu Kristo anasema kwamba I love each of you the same, with the same love that the Father has loved me. Yesu Kristo anatupenda kwa upendo ule ule ambao Mungu Baba amempenda yeye. Kwa upendo ambao Yesu Kristo amependwa na Mungu Baba ndio upendo ambao Mungu Baba amekupenda wewe. Kwa ina maana kumbe Mungu hana upendeleo. Hii inazidi kutuonyesha kwamba Mungu hana upendeleo. He loves us all the same. Kama ambavyo Bwana hata mimi alinifunulia akaniambia kwamba He loves us all the same. But the difference is in the understanding of your love. Kwa tofauti kati na yetu ambao tumefunuliwa upendo wa Baba na kujua, na tofauti na wale watu wasiojua, ni kwa sababu wenyewe hawaja get to understand huu upendo, kwa sababu hawajaupokea upendo. How do you receive this love? It is through salvation. Unapompokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ina maana wewe umeupokea upendo wa Mungu Baba, kwa sababu Yesu Kristo ni ufunuo wa upendo wa Mungu Baba kwetu, kama Yohana 3:16 inavyotuambia. Lakini pia tukisoma katika kitabu cha Tito sura ya 2 mstari wa 11 inasema kwamba maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa. Kwa neema ya Mungu imefunuliwa kwa wanadamu wote. Upendo wa Baba anaotupenda wote is the same. Tofauti inakuja kutokea kwenye understanding. How does your Father loves you? So that understanding first comes from wewe kumpokea Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. But the more you get to know Him, the Holy Spirit is the one who takes you deeper into the understanding of the love of God, because the Holy Spirit searches the deepest thing of God. Even those things that are beyond human scrutiny, He reveals them to us. So that Holy Spirit who is in you is the one who reveals the love of God to you. Ndio maana nakwambia, the more you get to understand the love of God, the more you be revealed of the person of Jesus Christ. And the more you be revealed of the person of Jesus Christ, the more you enjoy the gifts of the Holy Spirit without limits. Hapa anasema kwamba you must continually let my love nourish your heart. Let your love nourish your heart. One way ya sisi wana wa Mungu ku nourish our hearts, it is through speaking in tongues. Kwa mfano kama tukiangalia kwenye kitabu cha Isaya 28 mstari wa 11 na 12, neno la Bwana linatuambia kwamba once we speak in tongue, we rest and refresh. Also another advantage ya sisi ku speak in tongues, we be edified, we be build up. Unajengwa, unaimarishwa, unatiwa nguvu, una rest na kurefresh through speaking in tongues. By then your heart is being nourished, and that's when you get to understand the love of God deeper. Kwa mwana wa Mungu, tunavyoongelea hizi karama za kuomba katika roho, kuimba katika roho, ni one way ya wewe kuendelea kuenjoy na kufurahia upendo wa Mungu Baba. Kwa nini? Kwa sababu kunena kwa lugha, it is the love language which is spoken between lovers. Kwa tunavyoimba these spiritual melodies, it is because we have been revealed the love of God. Ask anyone who has enjoyed these gifts of speaking in tongues, singing in the spirit and everything. That person is really has the degree of the knowledge of God ambayo anaijua, tofauti na yule mtu ambaye enjoy au take advantage of these gifts of the Holy Spirit. Kwa mwana wa Mungu, it's up to you to take advantage of these gifts of the Holy Spirit. That's when you get revealed more the love of God, kwa sababu Roho Mtakatifu anakuwa ananena na wewe, ni unaongea na Baba mambo ya sirini. You are speaking love by then, but Roho Mtakatifu anazidi kufunulia zaidi upendo wa Mungu Baba. Kwa kunena kwa lugha, kuimba katika roho ni one way ya continue to nourish your heart in the love of God. Because spiritual melodies, singing in the spirit, is speaking in tongues. This is the point of rest, refreshing, nourishing our hearts, nourishing our spirits in the love of our Abba Father, because we have received the love of God. Mwana wa Mungu,
ningependa pia kutoa nafasi kwa wewe mwana wa Mungu ambaye hujampokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, kwa sababu huna tena muda wa kusubiri, kwa sababu huu ni upendo wa Mungu Baba ambao umefunuliwa kwako. Kwa hiyo upokee mwana wa Mungu ili na wewe uzidi kuelewa zaidi upendo wa Mungu Baba na ukazidi kuishi utukufu wa upendo wa Mungu Baba uliofunuliwa kwako. Kwa hiyo utarudia pamoja nami maneno haya ili wote tuweze kumfurahia Baba kwa pamoja. Sema: Baba katika Kristo Yesu, asante kwa kunipenda. Nami ninakupokea moyoni mwangu siku ya leo. Ninakiri kwa kinywa changu kwamba Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Kuanzia sasa na hata milele, ninaishi utukufu wa upendo wa Mungu Baba kwangu. Asante Roho Mtakatifu kwa kuzidi kunifunulia upendo wa Mungu Baba. Asante kwa kunipokea Bwana, nami ninakufurahia na kukushangilia tangu sasa na hata milele. Amina, amina. Mwana wa Mungu, kwa sababu umeshiriki sala hii pamoja nami, basi wewe ni mwana ndani ya ufalme wa Mungu. Nasi wote wana wa Mungu, familia nzima Singing in the Spirit na malaika wote, tuna furaha sana kwamba mwana wa Mungu umezaliwa ndani ya ufalme wa Mungu. Umezaliwa si kwa mapenzi ya mtu yoyote, bali umezaliwa kwa upendo wa Mungu Baba. Nami nakwambia kuanzia sasa unatembea katika utukufu wa upendo wa Mungu Baba. Upendo wa Mungu Baba umefunuliwa kwako. Hakuna tena siri iliyofichwa kwako, kwa sababu wewe na Baba Mungu wa moja kuanzia sasa. Endelea kufurahia huu upendo, endelea kutufuatilia na kutazama kipindi hiki ili uzidi kukua na kujengwa katika upendo huu wa Mungu Baba, lakini ukazidi kumfahamu sana Mungu Baba. Nami nakutamkia katika jina la Yesu, Roho Mtakatifu ndani yako azidi kukuthibitisha katika upendo wa Mungu Baba, azidi kujifunua kwako zaidi kama ilivyo kiu na shauku yako ya kutaka kumfahamu Mungu Baba na kutaka kujua zaidi na kutaka kufunuliwa zaidi huu upendo wa Mungu Baba. Kristo Yesu aliyeufunua upendo wa Mungu Baba kwako sasa, neema hiyo imeachiliwa kwako. Unamfurahia Mungu Baba, unamuona katika kila eneo la maisha yako, umethibitika katika upendo wa Mungu Baba. Wewe unapendwa na Mungu Baba, wewe ni mwana wa Mungu Baba katika Kristo Yesu, wewe ni zao la upendo wa Mungu Baba katika Kristo Yesu. Dunia nzima inakushangilia kwa sababu tumeuona utukufu wa upendo wa Mungu Baba kwako, mwana wa Mungu. Endelea kufurahia maisha. Mungu Baba ni mwema, anakupenda na mimi pia ninakupenda. Nazidi kushauri pia mwana wa Mungu, endelea kutufuatilia kupitia mitandao ya kijamii kama mitandao ya Instagram, Facebook, mitandao ya TikTok kwa jina la Singing in the Spirit Media. Unaweza kutazama pia kwenye YouTube channel. Lakini pia endelea kutufuatilia katika madhabahu hii ya Sonship Spirit TV ambayo inakuletea hizi habari njema kila siku ya Ijumaa saa 12 kamili, saa 12:30 asubuhi. Endelea mwana wa Mungu kuleta na wana wa Mungu wengine ambao unajua ni marafiki zako na wangependa kusikia hizi habari njema. Usiwe mchoyo, wapatie hizi habari njema, tuma hizi linki kwao. Siku nyingine kaa pamoja nao mkapate kuzidi kuangalia hizi habari njema ambazo zinakufikia moja kwa moja mahali popote ulipo mwana wa Mungu. Nami pia ninakutakia siku njema, ninakutakia wiki ya furaha, shangwe na kicheko katika Kristo Yesu. Na habari njema ni kwamba unapendwa sana na Mungu Baba katika Kristo Yesu. Mimi pia ninakupenda na kukufurahia. Bye.